kama kuna watu wanaandika, ninaomba tutaanzia na kitabu kile cha Warumi, mlango wa 13. Tutasoma mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutaruka tena tutasoma mstari wa 4 na wa 5, alafu tutaruka mstari wa 6, tutasoma mstari ule wa 7. Kitabu cha Warumi mlango ni ule wa 13, na tutasoma kwa vipengele kama ambavyo nimesema. Mlango wa 13 mstari wa kwanza na wa pili, alafu tutaruka tutasoma mstari wa 4 na wa 5, alafu tutaruka mstari wa 6, tutasoma mstari wa 7. Nami nasoma katika jina la Yesu. Naamini watu wote tumefika hapo ili sasa tuweze kusoma. Maneno ya Mungu yanasema hivi: kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Mstari wa pili: hivyo amwasie mwenye mamlaka kushindana na agizo la Mungu, na washindanao watajipatia hukumu. Mstari wa 4: kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwako kwa ajili ya mema, lakini ufanyapo mabaya ogopa, kwa maana hauchukui upanga bure, kwa kuwa ni mtumishi wa Mungu, amlipizaye kisasi mtenda mabaya kwa ajili ya ghadhabu. Mstari wa 5: kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila na kwa sababu ya dhamiri. Mstari wa 7: wapeni wote haki zao, mtu wa kodi kodi, mtu wa ushuru ushuru, astahiliye hofu, astahiliye heshima heshima. Bwana sifiwe. Na nitasimama sana kwenye hapa, anayestahili heshima apewe heshima. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ambao ninauleta kwako unazungumza kwa habari ya utii. Kama kuna kitu ambacho kinaleta matokeo makubwa ya baraka kwenye maisha ya mwanadamu ni utii. Kama kuna kitu ambacho kinaleta laana na uharibifu mkubwa kwenye maisha ya mwanadamu ni kukosa utii. Kama kuna kitu kinasababisha maangamizi makubwa kwenye maisha ya mtu ni kukosa utii. Na hapa tunapojifunza kwa habari ya utii, Biblia inasema kwamba kila mtu na aitii mamlaka iliyo kuu, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu. Kwamba anayetoa mamlaka, anayempa mtu mamlaka, huwa ni Mungu ndiye anayempa mtu mamlaka. Na sisi tumepewa amri ya kutii mamlaka yoyote ambayo Mungu ameiamuru kwamba iwepo. Na leo nazungumzia sana kwa habari ya mamlaka ya utumishi wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe wapendwa. Jamani, Bwana asifiwe wapendwa. Naizungumzia sana mamlaka ya utumishi wa Mungu. Ni kama siku za leo ambazo tunaishi, watu ambao wamebeba ile mamlaka ya Mungu ni kama wamekuwa ni vyombo vya kudharauliwa, ni kama wamefanywa kama vyombo ambavyo havina heshima. Lakini ukweli unasimama kwamba Mungu ameniagiza mimi na wewe kuitii mamlaka aliyoiweka yeye. Narudia tena kwamba mimi na wewe, Mungu ameniagiza kuitii mamlaka ambayo ameiweka yeye. Na mamlaka ya Mungu ni ya yule ambaye
Mungu amemsimamisha mbele yako kama kiongozi. Na kwa hekima ya Mungu, Mungu aliona tangu mwanzo kwamba mwanadamu anahitaji kiongozi, ambaye atakuwa na mawasiliano na Mungu kwa ajili ya huyo mwanadamu. Ndio maana mwanzo kabisa Mungu akamtoa Yesu, lakini ndio maana Mungu akamtoa Musa. Jamani, Bwana asifiwe. Alijua Mungu kwamba bila Yesu sisi tungepotea njia. Alijua Mungu bila Musa wana wa Israeli pale jangwani wangepotea. Ndio maana akamweka Yesu mbele yetu. Jamani, leo tumeokoka. Kama sio Yesu hatungepata wokovu, hatungepata hiyo neema ya wokovu wapenda. Lakini Yesu alitolewa na Mungu na akawekwa mbele yetu kama kiongozi mkuu. Tunapofuata leo, tunapomtii leo, wapenda tunafanikiwa. Lakini wana wa Israeli walipotembea na Musa, walivuka kwenye kila kikwazo, walikutana na maadui, waliwashinda, waliwapiga. Walipotii wakafuata maagizo yote ambayo Musa mtumishi wa Mungu alikuwa anawapa katika safari ambayo walikuwa nayo. Sasa tunapozungumza habari ya utii leo, mamlaka ambazo Mungu ameweka, na ninaongea na kanisa, yaani mengine bora niacha, alafu leo niongee na kanisa. Na kile ninachokiongea, yaani sio vizuri kufanya hivi, lakini kile ninachokiongea leo ni bora ukaitii mamlaka iliyoamriwa na Mungu, ukaacha kuitii mamlaka nyingine ambayo haijaamriwa na Mungu. Bwana ni vizuri. Jamani, Bwana asifiwe. Sikilizeni niwaambie, mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempaka mafuta, alafu akamweka mbele ya watu, maana yake mtu huyo jicho la Mungu liko kwake. Na kama jicho la Mungu liko kwake, kila ambacho mtu huyo atakuwa anasema, maana yake anaambiwa na Mungu, wala sio na wazo yake. Imenipasa mimi na wewe kumtii huyo mtu. Jamani, Bwana asifiwe. Ningekuwa na muda wa maswali, tungeulizana maswali mengi sana leo. Ningeanza kuuliza hivi kwa sababu tunalisoma Agano la Kale. Hivi kwa nini wakati wa Agano la Kale ni makuhani walikuwa wanaingia patakatifu pa Mungu, tena walikuwa wanaingia kwa zamu? Kwa nini asingeingia shemasi moja? Kwa nini asingeingia mzee wa kanisa moja? Kwa nini asingeingia na mshirika mmoja? Ama kwa nini asingeingia mtu mwingine? Lakini walikuwa wanaingia makuhani, tena walikuwa wanaingia kwa zamu. Jamani, Bwana asifiwe. Na walipokuwa wanaingia pale patakatifu pa Bwana, sio walikuwa wanaingia hivi, walikuwa wanajiandaa, walikuwa wanafanya maandalizi. Wapendwa, ninapozungumza habari ya utii leo kwa watumishi wa Bwana, ni kama kuna gharama wanaingia ambayo sio ya kawaida kwa ajili ya kundi ambalo wamepewa na Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo hakuweza mtu yoyote kuingia hivi. Na leo hii watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaweka kwa ajili ya kuliongoza kundi, kuna namna wana mawasiliano ya tofauti na watu wengine. Ndio maana ukiangalia kitabu cha Kutoka, kuna wakati Musa aliitwa na Mungu pale mlimani. Anamuita na Mungu pale mlimani. Bwana Mungu Musa akapanda na Yoshua. Walipopanda na Yoshua, wakafika kule, Musa akamwacha Yoshua mahali, alafu akaingia
Mungu akampa amri, akampa zile amri. Wakati Musa akiwa pamoja na Bwana, Mungu akamwambia, wale watu wako, wale watu uliowaacha wameiacha njia yangu na hawako sawasawa. Musa akaambiwa na Bwana. Wakati Musa anatoka anakutana na Yoshua, wanaanza safari ya kurudi barabarani, Yoshua anamwambia Musa, anamwambia nasikia kelele ya vita kamili, na Musa anamwambia hiyo kelele sio ya watu ambao wako kwenye vita, wala sio kelele ya watu walioshinda vita, lakini mimi ninachokisikia, jamani Bwana asifiwe, jamani Bwana asifiwe, mimi ninachokisikia ni nyimbo, ni kelele za watu wanaoimba, watu wanaosherehekea. Huku Yoshua anasikia vingine na Musa anajua vingine. Nataka nikwambie mtumishi ambaye Bwana amemsimamisha, kuna namna anajua mambo jamani tofauti na watu wengine. Bwana yeye anapokea taarifa moja kwa moja. Sasa mtu anapokea taarifa za moja kwa moja, mtu huyu ni agizo la Mungu kwamba tumtii. Jamani, ni agizo la Mungu kwamba tumtii. Na mimi kuna vitu vya ajabu sana ambavyo namshangaa Mungu ajabu. Na hata askofu wangu hapa anamuulizaga tu. Yaani kuna wakati namuuliza, mimi kiukweli, yaani mimi ni rafiki yangu, askofu wangu ni rafiki yangu, lakini kiukweli, yaani sio kwa sababu nimesimama hapa, lakini mimi namheshimu, lakini pia namuogopa. Jamani Bwana asifiwe. Yeye ni rafiki yangu, lakini namheshimu, lakini pia namuogopa. Hivi unajua kwa nini? Mimi ni mchungaji tu, lakini yeye ni askofu. Sio kama mnanielewa. Sio askofu jina, lakini yeye ni askofu. Na wajibu, yaani kama askofu wa kumtii, hata aliponiambia kwamba nataka uje hukumu, yaani ni haraka nimekubali. Jamani Bwana asifiwe. Yaani siwezi kuongea mara mbili mara tatu. Jamani siwezi kubishana naye. Kwa nini? Kwa sababu yeye yuko juu yangu wapendwa, ni mamlaka ambayo yuko juu yangu ambayo imeamriwa na Mungu wapendwa. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Na mimi nawaambia kweli, Mungu amewapa neema kubwa. Yaani amewapa neema kubwa. Ninyi ndio mtakaoshinda. Nilikuwa nasema nawaza mambo mengi sana juu yake, na sitaki kumuuliza mbele yenu, maana ningemuuliza labda angenijibu kwa sababu ni jasiri. Hivi yaani labda angekuwa mchungaji Ayubu au mtu mwingine, ana taasisi kama ya Precious, lakini ana vitu vingine. Hivi nini kinamsababisha anakuwa mchungaji, anakuwa askofu? Yeye baada ya kufungua miradi yake, anasimamia miradi yake. Yaani miradi yenyewe, yaani shughuli zenyewe hizi, yaani zinapasua kichwa, zinamtosha. Hivi askofu nini kinamkamatia hapa? Yaani hivi nini? Yaani ungekuwa wewe, yaani nini kinakukamatia hapa? Hivi hapa kuna nini? Lakini kuna kitu kimemshika. Wapendwa, kuna kitu kimemkamata. Jamani Bwana asifiwe. Hilo litoshe mimi na wewe kujiuliza, nini kinamshikilia? Hivi nini lengo? Jamani hivi ni hawa watu. Jamani hivi ni kitu gani ambacho kimemkamata? Hata kama ni hela na hela, kama ni nini anacho wapendwa, nini kinamshika na kusimama na kupiga kelele hapa? Hivi kuna siku nishajiuliza, hivi kuna siku moja nishajiuliza kwamba nini sababu ya mwombezi anakuwa askofu, anakuwa mchungaji, siku za Jumapili anaweza kwenda, siku za ibada kama za leo, nini anapigwa na nyoto hapa, angekaa kwenye kiyoyozi, nini kinamweka hapa, nini kinamshikilia hapa? Alafu nakuta mtu anamdharau, unakuta anatoa neno mtu analipuuzia, yaani anatoa ujumbe wa madhabahuni, anatoa ratiba ya vipindi vya ibada, anatoa ratiba kwamba jamani tunapaswa tufanye hivi, yeye anapokea kwa Bwana.
tuambiane namna hii. Jamani, Bwana asifiwe. Mtu anasema huyu sinamfahamu. Wakati fulani Yeremia Mungu anamchagua, alafu naye kabishana na Mungu sana, akamwambia mimi ni mtoto, watu hawatanikubali. Lakini Mungu anamwambia utakwenda kwa kila mtu na utasema kila neno nitakalokuambia, kwa maana mimi nitakuwa pamoja nawe. Jamani, Bwana asifiwe. Ninataka nikushauri mchana wa leo, jioni hii ya leo, kama unataka kubarikiwa kwenye maisha yako, tembea na mtumishi wa Mungu. Mahali anapokanyaga na wewe kanyaga. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Maneno ya Mungu yanasema tumeamriwa, sio tumeomba. Kipengele anasema tumeamriwa, na ile iliyopo umeamriwa na Mungu kwamba ufanyeje, wapendwa, kama tuko pamoja. Na ile mamlaka iliyopo umeamriwa na Mungu kwamba ufanyeje. Watu wachache tu ndio wameelewa. Ngoja nieleze, nijitahidi kwa mwalimu. Na ile mamlaka iliyopo umeamriwa na Mungu kwamba ufanyeje, kwa kutii. Kumbe tumeamriwa kutii. Mstari wa pili anasema hivyo amwasie mwenye mamlaka mshindane na agizo la Mungu. Ashindana ama mwasie mwenye mamlaka huwa anashindana na agizo la Mungu, nao washindanao watajipatia hukumu. Jamani, Bwana asifiwe. Kushindana sio kusimama nao, yaani sio kusimama na mchungaji, sio kusimama na askofu, sio kusimama na mzee wa kanisa, sio kusimama na shemasi, sio kusimama na mwenyekiti wa idara fulani. Ni kuto kutekeleza yale ambayo Mungu amempa kwa ajili yako, yale ambayo Mungu amempa kwa ajili ya kanisa. Pale ambapo unakataa kuyatekeleza, maana yake wewe umemwasi yeye mwenye mamlaka, na kama umemwasi mwenye mamlaka, maana yake umeshindana na agizo la Mungu, na kama umeshindana na agizo la Mungu, wale wanaoshindana na agizo la Mungu watajipatia hukumu. Kama kuna kitu cha kuheshimu maisha yako, ukiwa mlima wa Bwana leo na kesho ukiwa, kama utakuwa Kagera, kama utakuwa Iringa, kama utakuwa Marekani, kama utakuwa Ulaya, kama utakuwa wapi, kwenye madhabahu yoyote ambayo Mungu atakupa kuwepo, mheshimu na ambaye Mungu amempa kusimama kwenye hiyo madhabahu. Jamani, Bwana asifiwe. Popote ambapo utakuwepo, mpe heshima. Ule mstari wa 7 anasema mwenye heshima, anayestahili heshima, mpe heshima. Jamani, Bwana asifiwe. Na nikaanza kujiuliza sana, kwa kuna watu wanawadharau sana watumishi wa Mungu, lakini mambo yakiwa magumu, hawa ndio wanaenda kuitwa. Yaani hawa, nakumbuka siku moja kuna ndugu mmoja akasema maneno yangu vibaya, akaisema na huduma yangu vibaya, yaani akaongea vibaya na akawa anakaa na watu vikao. Yaani kuna mahali walifungua kakijiwe kakao, wakawa wanaisema huduma vibaya na mimi wananisema vibaya. Alafu siku moja Mungu ambaye anatutetea watumishi wake akaufurisha mkuu namna hiyo, ukavimba kama watego. Ule mkuu umevimba. Usiku huo akamwambia mke wake kwamba kanitie mchungaji yangu, na mimi taarifa zile nazifahamu zote kabisa. Mama akamwambia mimi sio, nilikuwa nasema habari zake mbaya, tuma mtu mwingine, mimi siende.
Kwa hiyo akawaamsha watoto wakapambana, wakaja kwa dirishani nyuma, kwenye dirisha langu, wakaniamsha, wakaniambia baba anakuita. Nikawauliza ni nini? Akaniambia amesema tu anakuhitaji mara moja, ni usiku baba. Nikaamka haraka nikaenda nikakuta amelala kwenye kochi. Nikamuuliza mzee unasema? Akaniambia nani basa? Naomba tu niombee. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Na mimi sikuhesabu lolote, nikamwombea. Nilipomaliza kumwombea, Mungu akamhurumia. Jamani, Mungu akamponya. Lakini mchana na siku zingine ananisema vibaya, anaisema huduma vibaya, anawaambia watu yule mchungaji anatumia nguvu za giza, haiwezekani. Anajaribu kushawishi watu kwamba wasije hata kanisani, na hata wengine akawatoa kanisani kwa sababu ni mtu mwenye ushawishi mkubwa. Jamani Bwana asifiwe tena. Mambo yanapokuwa magumu, tunaowakimbilia ni watumishi wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wana kitu cha Mungu. Narudia tena, mambo yanapokuwa magumu, tunaowakimbilia wapendwa ni watumishi wa Mungu. Sawa? Bwana asifiwe kanisa. Nilikuwa mahali fulani sio siku nyingi, mama mmoja akawa anashuhudia mtoto wake alipata shida. Wewe akawa anashuhudia kwamba baada ya ile shida kutokea, anaeleza ameenda kwa waombaji wangapi. Ni amehesabu waombaji, amemaliza Arusha, ameenda Dar es Salaam, amerudi Arusha. Lakini nani amekimbilia? Amekimbilia watumishi wa kwao. Kwa nini hakukimbilia mahali pengine? Kwa sababu hao watu kuna kitu Mungu ameweka kwao kwa ajili ya watu wapendwa. Watu hawa ni wakutii. Kanisa la Mungu, watu hawa ni wakutii. Wapendwa, watu hawa ni wakutii. Kwa nini tuwatii? Akikutamkia baraka utabarikiwa. Akikutamkia baraka mtumishi wa Mungu utabarikiwa. Biblia inasema anayemwasi mwenye mamlaka anashindana na agizo la Mungu. Mungu ameniagiza mimi na wewe usione mtumishi wa Mungu kama mtu wa kawaida. Nataka niwaambie sio mtu wa kawaida. Na kuna vitu vingi anavifahamu ambavyo wewe vingi ambavyo sio vya kawaida. Vingi ambavyo sio vya kawaida. Ikatokea Mungu akamchagua mtoto wako uliyemzaa akawa mtumishi wa Mungu. Wewe mzazi wake, lakini mpe heshima inayostahili kama mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Wakati fulani Yesu alikuwa kwenye ile harusi ya Kana. Na alipokuwa kwenye ile harusi, alikuwa amefatana na mama yake kwenye ile karamu. Soma kitabu cha Yohana mlango wa 2 kuanzia mstari wa 3. Mama yake Yesu anamjua Yesu, anamtambua Yesu kama mtumishi wa Mungu aliye hai. Na anawaambia watu kwamba chochote, akawaita bara wale wahudumu, akawaambia chochote atakachowaambia yeye fanyeni. Amen. Bwana asifiwe. Chochote. Mama yake Yesu alijulia wapi? Lakini alikuwa anamjua Yesu kwamba ni mtumishi wa Mungu aliye hai, anaweza kuamua kufanya chochote kwenye ile karamu. Na kweli muda mfupi kwenye ile sherehe divai ikawaendesha. Na hapa mama anamwambia tumeishiwa. Anamuuliza mama, mimi na wewe tuna kitu gani? Lakini jaji hapa anawaita wale walikuwa anawaambia kuna mabalasi kule ya maji, nendeni mkajaze maji kule. Alafu walipomaliza kujaza na wao wakatii, maana walikuwa wameambiwa. Jamani Bwana asifiwe. Walipoyajaza yale mabalasi maji, Biblia inasema
Hata mkuu wa meza alipopelekewa, anauliza yule bwana wa sherehe, yaani wewe ni mtu wa aina gani? Yaani sherehe yako ina ile divai nzuri ya kuanzia mwanzo mpaka mwisho, wakati huku mwisho ile bovu ndio inayoletwaga, lakini hii tena inaonekana inaendelea kuwa nzuri kuliko ile ya kwanza. Nini kimesababisha? Kuna watu walitii kile ambacho waliamriwa. Jamani, Bwana asifiwe. Wakati mwingine kuna maneno yanatokana kwenye vinywa vya watu, na haya wapendwa, ninawafundisha ili kwamba mpate faida. Ningeweza kukosa ujasiri wa kuambia mambo haya, ningeweza kuhubiri mahubiri mengine ambayo mlikuwa mnanishangilia sana, lakini haya nakuambia ili upate faida. Jamani, Bwana asifiwe. Hata nikitoka hapa unashangilia wala unapiga makofi, lakini mimi nakwambia haya ili upate faida wewe. Hii ni kwa ajili ya faida yako. Jamani, Bwana asifiwe. Miaka fulani kabla sijama mchungaji, nilikuwa nafanya kazi mahali fulani. Alafu mchungaji wangu kuna kitu aliniambia, na hicho kitu nilikishika mpaka leo. Unajua aliniambiaje? Aliniambia, mzee, ukiona watu wenye shida, wakati Mungu amekubariki namna hii, ananiambia, najua kipato chako ni kidogo, lakini usiache kuwasapoti watumishi wa Mungu. Yaani mtumishi wa Mungu popote unapomwona, yeye msapoti kwa kile kipato chako. Kilikuwa kidogo sana. Yaani mshahara wako ulikuwa mdogo sana. Maana ulipomwona katwakatwa makato yanaisha kabisa, ilikuwa anapokea shilingi 70,000. Sawa. Na ukiniangalia nafikiri mtu anapokea mshahara mkubwa kweli kweli. Lakini kweli baada ya makato yote ilikuwa anapokea shilingi 70,000 mshahara mwisho wa mwezi. Jamani, Bwana asifiwe. Hiyo 70,000 natoa fungu la 10. Kanuni. Natoa fungu la 10. Maana fungu la 10 ni kanuni. Fungu la 10 ni amri. Fungu la 10 sio ongo. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Pamoja na shida nyingine nyingi nilizokuwa nazo na mahitaji mengi, lakini fungu la 10 hiyo ni kanuni. Yaani nimeshaondoaga kwenye pesa yangu kwamba sio la kwako. Lakini jambo la pili kwenye hiyo pesa, lazima kama sio mchungaji wangu, kama namuona kuna neema kidogo, lakini kuna mtumishi mwingine wa Mungu, na bariki kwa sababu mchungaji wangu aliniambia niwabariki watumishi wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Naweza nikakwambia ninasimama leo, na hata kibali cha kusimama hapa singekipata leo, lakini nimekipata kwa ajili ya kutembea na watumishi wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe tena. Kwamba kuna maneno akatamka yataleta baraka maishani mwako, lakini kuna maneno akatamka, ninaogopa hayo ya pili. Maana hayo ya pili ni mabaya, maana hata wasipo yatamka, yaani kama kuna kitu ukamfanyia akahuzunika, akasononeka, hautakuwa salama. Jamani, siniseme watumishi wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna maneno hata asipotamka, lakini akahuzunika au akajisikia vibaya kwa ajili yako, hautakuwa salama. Na kati ya vitu vya kulinda, usiwe sababu ya mtumishi wa Mungu kuhuzunika, usiwe sababu ya mtumishi wa Mungu kujisikia vibaya. Fanya furahi, fanya furahie huduma, fanya furahie kazi aliyopewa na Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Amwasie mwenye mamlaka anashindana na agizo la Mungu. Watakatifu wa Bwana, mnanielewa? Mtumishi wa Mungu awe amesoma, awe hajasoma, awe mkubwa au awe mdogo, mtii na mpe heshima. Narudia tena, mtii na mpe heshima. Maana usipofanya hivyo
unashindana na agizo la Mungu. Na kama kuna kitu kibaya kwenye maisha, na kama kuna kitu kinaleta balaa kwenye maisha ya mtu, sikilizeni niwaambie wapendwa, sio watu wote leo ambao wanatembea na matatizo kwamba ni mapepo, kwamba ni majini, kwamba ni uchawi, kwamba ni ushirikina. Yaani kuna eneo la utii kwa watumishi wa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna siku umekaa kikao, ukasema mambo ya mchungaji, ukasema habari mbaya. Kuna siku tu kwenye siri zako, kuna namna unamchukulia. Jicho la Bwana linakuona, na nataka nikwambia hawezi kuwa salama. Kanisa la Bwana hawezi kuwa salama. Na mimi ninaona natoka nakuwa naambiwa na wazazi wangu kwamba ogopa na kutetemeka mbele ya watumishi wa Bwana, lakini usiseme neno baya juu ya masihi wa Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mungu nisaidie. Wakati fulani kuna mama mmoja. Huyu mama akaamua nyumbani kwake, ni mahali ambapo anakaa na baadhi ya watu wa kanisa alilokuwa anasali. Yaani mfano nyie wa Mlima wa Bwana hapa, akatokea mshirika mmoja, wakaenda kwenye nyumba ya mtu, wakawa wanafanya vikao pale, na vikao wanavyovifanya ilikuwa vikao vya kudiskasi mchungaji na kusema mapungufu yake, na kusema madhaifu yake, na kusema habari ya watu waliowachagua kuwa viongozi, na kusema kadha wa kadha. Wakasema kama vile walivyoweza. Ngoja nikupe matokeo yaliyotokea. Mume wake Mungu akamwamsha, akamtumia, akamwambia mtu mmoja kwamba watu wanasema hata uongozi ulioko madarakani wao hawakubaliani nao wala hawaelewi. Taarifa zikamfikia mchungaji. Zilipomfikia mchungaji, akamwita yule baba amweleze vizuri. Baba akamwambia, baba akafunguka. Hivi unajua akafunguka, akamwambia mchungaji, ngoja nikwambie, hizo taarifa mke wangu pia anakaaga na fulani, anakaaga na fulani, kila siku jioni pale kwangu ndio vikao huwa vinafanyika. Jamani, Bwana asifiwe. Sikiliza nikwambie, huyo mama mpaka tunaongea sasa hana makao, hana nyumba ya ibada anayosali, hana mchungaji anayemsimamia, hana mtu anayemwombea, hana mtu anayetembea naye ama kwenye shida ama kwenye raha. Nyamaza kimya. Sio. Na hili ni la kunyamaza kimya. Kwa sababu ukikosa mtu kwenye maisha yako, maisha asante sana. Ukikosa mtu atakayesimama nawe kwenye maisha yako, biashara yako imeisha. Na yule amekosa mtu wa kusimama na akienda kwenye kanisa hili, mchungaji wa hilo kanisa anatuma taarifa kwa mchungaji wake kwamba nakuomba mshirika wako fulani asifike tena kanisani kwangu kwa sababu ananiharibia watu wangu. Amekuwa kitu cha kukataliwa. Hata akiingia kwenye nyumba ya ibada anasimama tu anatoa salamu, hapo anakataliwa. Jilinde usije ukawa mtu wa kukataliwa. Jamani, Bwana asifiwe. Jilinde usije ukawa mtu wa kukataliwa. Usishindane wala usiasi agizo la Mungu wala mamlaka ya Mungu. Yeye anasema kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Jamani, Bwana asifiwe. Hili linafurahisha sana kwamba kumbe Mungu anapotuwekea utumishi wake sio kwa ajili ya mabaya,
ni kwa ajili ya mema. Wapendwa, ni kwa ajili ya mema. Kuna saa najiulizana, kuna saa tunakuwa na makambi ya wachungaji, kuna saa tunakuwa na makambi ya maombi, kuna saa tunakuwa na makongamano. Hasa kuna wachungaji na kutandaka nao kwenye makambi. Najiulizana, huyu ni nini kimemleta huyu? Hata shida ya aina yoyote, si atuache sisi na mchungaji huyu tupambane. Lakini kweli Baba na tumbo lake na Bwana uwezo mkubwa, tunalia na yeye analia na garagara huko chini kwenye mavumbi. Wapendwa, mmoja nikamuuliza, hivi mzee, yaani amesoma, yaani kama mtu ni dokta jamani, yaani amesoma kwa. Namuuliza, hivi mzee, hivi wewe si ukae tu sasa utulie? Akaniambia, tulie, kuna kitu kimewaka huku ndani. Kuna namna nataka nione watu wa Mungu wanakaa. Kuna watu wagonjwa nataka nione wamepona. Kuna watu wa maskini nataka nione wameinuka. Watu wana shida, mchungaji. Akaniambia, siwezi kutulia. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Anapenda anatokea mtu kama huyu, hata mkomba huwezi kumsaidia. Mchungaji anatokea kule na mkomba wake mpaka, yaani hata wakati mwingine ajui ameandaliwa hata kipi cha kumkalia. Analeta ujumbe wa Mungu, ujumbe wa Mungu kwetu. Alafu wakati mwingine tunaupuzia, wakati mwingine tunasema aliambiwa, wakati mwingine tunasema analijua ndio sababu ametoa ujumbe. Lakini wakati mwingine anatoa maagizo yaliyotoka kwa Mungu. Mimi na watu tunapuzia kabisa. Nataka niwaambie, tunahitaji msaada na tunahitaji rehema za Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Na mimi nakwambia kwa neno la Bwana, hakika ama ni hapa mlima hapa, ama ni mahali pengine popote, ulishaacha kumtiba kwa mafuta wa Bwana. Nataka nikwambie, utakuwa kituko na kitu cha ajabu duniani. Inakupasa ili urudi kwenye mfumo wako, lazima uingie kwenye toba. Jamani, Bwana asifiwe. Na nyinyi asilimia kubwa ya watu wa kanisa hapa, nawaambia mnaishi kwenye hatari kubwa. Nataka niwaambie kweli, yaani mimi nitaondoka, nitaenda kule juu, lakini lazima nikwambie ili upone, ili usaidike. Naishi kwenye hatari kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu mchungaji wenu ni mwalimu wenu baada ya watu wengine. Sasa kuna saa unachukulia kama mwalimu, kuna saa unaweza ukajibu kama mwalimu wako bila kujua ile kofia iliyo kubwa kuliko hiyo ya mwalimu. Maana ya pili ina mamlaka ambayo sio ya kawaida. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna saa nakuchukulia, lakini nisameheni kwa sababu siongei habari zake. Na sijui kwa maneno haya ninayofundisha leo kama atanikaribisha siku nyingine. Ila naomba tu askofu nikaribisha. Naomba mnyenyekevu tu. Na siku nyingine nitaenda kwa password, lakini kwa sasa imefungulia, mimi naomba nifungulie hivyo hivyo. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani kwa kweli imefunguka, naomba nifunguke na mimi hivyo hivyo. Baba, hatari ni kubwa sana kule kumchukulia kama mwalimu, kama mwalimu wako. Nataka niwaambie, huyu ni zaidi ya mwajiri. Wapendwa, ni zaidi ya mwajiri. Wapendwa, huyu ni zaidi ya dada, ni zaidi ya kaka, ni zaidi ya mtoto, ni zaidi ya binamu, ni zaidi ya shangazi, ni zaidi ya mama mdogo. Wapendwa, jamani, asifiwe Jehova. Wapendwa, Bwana asifiwe sana. Unaweza kachukua baraka hapa, lakini unaweza kachukua kitu cha hatari sana hapa. Ni mtu wa kutembea naye. Naongelea huyu na wengine ambao Mungu amewaweka kwenye maisha. Lakini sasa naongelea huyu kwa sababu ndiye yuko mbele yetu.
Jamani, Bwana asifiwe. Jitahidi sana usishindane na mamlaka ya Mungu, kwa sababu utajipatia hukumu. Biblia inamtaja mtumishi wa Mungu kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu kwa ajili yako, kwa ajili ya mambo mema. Ninaamini kuna watu, kuna namna mmebarikiwa hapo. Kuna watu wamepata watoto, ili mnapompaka askofu wenu taarifa za watoto, ili wanafanya, naamini wanajisikia vizuri. Na wakati mwingine anatangaza kanisani kwamba kwenye familia fulani kuna mtoto amezaliwa. Kuna wakati watu wakijenga nyumba zao hapa, kabla hawajahamia wanamuitaka mchungaji. Ni kitu ambacho mchungaji anasikia kuelewa, anajisikia vizuri. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemweka kwa ajili ya mema. Hayo ndio anayowaombea wapendwa. Sijawahi kuona mchungaji anaombea watu wake mabaya, lakini siku zote anawaombea mema. Anaombea wagonjwa wapone, anaombea wenye vifungo wafunguliwe, anawaombea watu wainuke wapendwa, watu wabarikiwe. Hayo ndio maombi ya mchungaji kila inapoitwa mbele. Unaposikia anafunga mara afungi kwa ajili ya familia yake, anafunga kwa ajili ya watu Mungu alioweka mbele yake. Jamani, Bwana asifiwe. Ile inasema mtu huyu atishi watu kwa ajili ya mabaya, lakini anakuwa mbele za watu kwa ajili ya mema. Lakini unapofanya mabaya, Biblia inasema ogopa. Unapowasi ogopa. Kwa maana hata akitamka neno atamki bure. Kuna kitu kimefika mahali. Bwana asifiwe. Na kwa wahana watumishi wa Mungu. Lakini anasema kweli Mzee Gerald ameniumiza. Hata siku moja ukisikia mchungaji wako anasema umeumiza, usilale naye. Nenda ukalale kule. Nenda ukalale mlimani. Nenda ukalale kanisa. Ili anakuomboleza asitamke hilo neno kwenye kinywa chake kwamba umemuumiza. Haitakuwa baraka. Wapendwa, haitakuwa baraka kwenye maisha yako. Jamani, Bwana tusaidie. Na Mungu ni Mungu atufundisha ili kwamba tupate baraka. Kwa hiyo ni lazima kutii, si kwa sababu ya ile ghadhabu tu, ila kwa sababu ya dhamiri. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, dhamiri zetu zitushuhudie kwamba inatupasa kutii. Inatupasa kutii kwenye mamlaka. Inatupasa kutii mtu aliyewekwa mbele yetu. Inatupasa kutii mtu ambaye halali. Siku moja nilitoa mgonjwa mmoja usiku. Haikuwa usiku sana, lakini nakumbuka siku ilikuwa na umwe. Na wakati huu nimekuja vidonge fulani antibiotic inaitwa naikumbuka ukomeleza pale. Lakini nikawa nimemwomba mtu aniletea angalau suda. Mama aliyekuwa anauguliwa na mtoto wake akanitumia message akaniambia, naomba muombe mtoto wako anaumwa. Nikamwambia sawa, lakini kweli nilikuwa siwezi kuomba. Nikamwambia Mungu nakusihi mguse yule mtoto. Nikamaliza nikajegesha hapo kitandani. Muda ulipoendelea, wakati huo nimetuma dawa. Kabla zile dawa zijaletwa, yule mama akanitumia ujumbe. Akaniambia mtoto ameanza kutoa mapofu mdomoni. Nilichokifanya, yani nilisikia kama simu. Kiatu cha mguu wa kushoto nilikivaa mguu wa kulia. Na kiatu cha mguu wa kulia nilikivaa mguu wa kushoto. Na wakati huo sina nguvu na umwa. Lakini aliponiambia kwamba mtoto anatoa mapovu, nilisikia vibaya. Nilisikia maumivu, nilisikia vibaya, nikatoka kitandani. Alafu nikakimbia, wakati huo sina hata gari. Nikakimbia kwa miguu na muda mfupi nikafika pale kwa yule mama. Nikakuta
kweli, na gari limeletwa, kuna kirikuu iko hapa nje. Yule mwenye kirikuu akaniambia, mchungaji, sikiliza nikwambie, sisi tufanye akili, tuwaambia watu huyu mtoto tunampeleka Mbaraka, lakini ameshaisha kwa baridi. Nikamwambia huyu hatupeleki Mbaraka, tunampeleka kwa bibi yake, tukafanya maombi pale, tuhame hapa. Nasikia tunaongozwa tuhame hapa, tukaombea mahali pengine. Kwa tukampakiza yule binti, tukaondoka naye tukaenda kwa bibi yake. Kwa bibi yake, lakini yule dereva ni kama ananiona nimechanganyikiwa, kwa sababu anaona binti ameshakufa, lakini mimi naona binti yuko hai. Tukafika kwa bibi, tukaanza kuomba, tukaomba. Saa nane binti akaanza kupiga chafya. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Akaamka yule dada. Leo ni mwanamke ana watoto wawili leo. Yule dada akaamka mapema, akapewa maziwa, akapewa chakula akala. Wakati ule tuko kwenye sebule sasa, ndio nasikia miguu yangu inauma. Najiuliza kwa nini miguu inauma, lakini ile hali ya kuumwa sikumbuki kama nilikuwa naumwa, lakini nasikia miguu inauma. Nilipojiangalia hivi nikakuta kiatu cha kulia kiko kushoto, cha kushoto kiko kulia, kumbe miguu nimeipilisha kwa mzima. Lakini nini kilinipelekea yale maumivu? Sikutamani kusikia kwamba kuna kitu kibaya kimemtokea yule mtoto wa watu. Vinginevyo singeweza kulala jamani, kwamba ninaumwa. Jamani, Bwana asifiwe. Hivi mnafikiri watumishi wa Mungu hawauaje? Tena wanaua. Maana kila kisasi, roho zote ambazo anapambana nazo kwangu, hata kwenye eneo ndogo, Bwana kisasi kinarudi kwake. Wanapambana na vitu ambavyo sio vya kawaida. Jamani, kanisa la Mungu na watumishi wa Bwana, tumeamriwa na ni lazima kuwatii watumishi wa Mungu, sio kwa sababu tu ya ghadhabu ile, lakini kwa sababu ya dhamiri zetu. Wewe na mambo yale mambo anayofanya kwa ajili yetu yatupelekee tu, wapendwa, tuwatii. Yaani vile vitu anavyovifanya kwa ajili yetu vitupelekee tu tuwatii watumishi wa Mungu, tuwape heshima. Jamani, Bwana asifiwe. Sije nani jasiri hapa nimuulize swali. Ndio, namuuliza Singano. Kwani Singano mchungaji unakaa naye kwa muda gani? Mrefu. Lakini zile siku za moja kwa moja ni mara chache. Jamani, wengi wetu hapa huwa wachungaji wetu tunakutana nao Jumapili. Yaani kama mimi kiongozi wangu wa juu huwa nakutana naye kwenye matukio. Yaani wakati wa matukio, kama kuna makongamano, kama kuna nini, ndio huwa nakutana naye. Lakini siku zingine sikutani naye. Na kama na kitu cha lazima ofisini kwake, hiyo siku ndio nakutana naye. Lakini sio mara kwa mara. Sio mara kwa mara. Jamani, Bwana asifiwe. Hivi mtu ambaye ukutane naye mara kwa mara, nini kigumu kinamshinda mimi? Au kinakushinda wewe? Kumtii. Kwa sababu kuna mtu kila saa unapishana naye, angalau unamjua, lakini mtu ambaye ni mara chache unakutana naye. Kuna watu unakutana na mchungaji siku za ibada, siku za maombi, ndio tunakutana na mchungaji. Lakini siku zingine hatukutani naye. Kanisa la Mungu nataka niwape ujumbe huu. Tujitafutie baraka kwa watumishi wa Mungu, wala tusitafute laana kwa watumishi wa Mungu. Tafuta baraka kwa watumishi wa Bwana. Pale watu unapokanyaga, na wewe wako ukanyage hapo. Kila neno analolisema sema ndio, hata kama hujaelewa, lakini sema ndio, wala usitoke baadaye ukaenda kulijadili. Hapana, ona ni Mungu amesema naye kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Wapendwa.
Bwana asifiwe. Nirudie tena kwamba ukimwasi mwenye mamlaka na sifa nitakaa hapa sana. Unashindana na agizo la Mungu. Na hatari kubwa utajipatia hukumu. Jipatie baraka kwa utumishi wako. Narudia tena, jipatie baraka kwa utumishi wako. Ningekuwa naombea hapa wagonjwa. Ningekuwa naomba kwa habari ya mifungo hapa. Yaani hapa pangekuwa pamechangamka kwa namna ambayo si ya kawaida. Lakini naomba Islamu ingie tu taratibu, ipokee tu. Yaani ipokee, maana italeta baraka kwenye maisha yako. Bwana asifiwe. Hakika italeta baraka, italeta baraka kwenye maisha yako. Anasema kwa sababu hiyo tena mwalipa kodi. Hapana. Mstari wa 7 anasema wapeni wote haki zao hawa wenye mamlaka. Na nilisema tasimama kwenye eneo na astahili heshima apewe heshima. Maana anasema hapa mtu wa kodi, kodi, mtu wa ushuru, ushuru, astahili hofu, mpeni hofu, anastahili heshima apewe heshima. Kwa pengine vingine mimi naviacha. Na leo mimi nasunguzia sana watumishi wa Mungu. Anapopita mtumishi wa Mungu, sijui kama umeshajua mtumishi wa Mungu ni zaidi ya rais wa nchi. Jamani, Bwana asifiwe. Hata viongozi wa nchi wanajua kwamba hawa watu wana umuhimu gani. Ndio maana unasikiaga wanaamriwa hata wakati wa uchaguzi, amri inatolewa na mamlaka ya nchi kwamba wachungaji wahamasishe watu waombe kwa ajili ya uchaguzi. Wahamasishe watu waombe kwa ajili ya janga lililoko kwenye taifa. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Sasa una shida gani? Kama una rais wa karibu sana ambaye chapu tunaweza kuonana naye, au jaenda Ikulu kule Dodoma, au jaenda Dar es Salaam, lakini Mungu amekupa mtu mkuu anayestahili heshima apewe heshima. Jamani, anayestahili heshima apewe heshima. Mpe mtumishi wa Mungu heshima. Ukimpa mtumishi wa Mungu heshima, na wewe Bwana atakupa heshima. Usipompa heshima, na wewe Bwana atakufanya kuwa kituko. Mimi naongea jamani. Jamani, naongea ili tupate uponyaji wa pepo. Kwamba usipompa mtumishi wa Mungu heshima, Bwana atakufanya kuwa kituko. Na sitamani awepo mtu ambaye atakuwa kituko kwa sababu amekataa kumpa mtumishi wa Mungu heshima. Bwana asifiwe kanisa. Biblia inasema mtu mtiifu atakula mema, na mtu akikataa kutii mamlaka ataangamizwa kwa upanga. Maana neno la Mungu limesema hayo. Soma kitabu cha Isaya mlango wa 1 kuanzia mstari wa 19. Sina Biblia jamani, ili asio maneno ya mchungaji Ayubu hapa. Kitabu cha Isaya mlango wa 1 Isaya 1:19 hadi 20. Karibu na kusomea. Isaya 1:19 hadi 20. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga. Ndio. Maana kinywa cha Bwana kimenena. Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kama mkikubali na kutii mtakula mema. Kama mkikataa na kuasi mtaangamia kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana sio kinywa cha nabii, sio kinywa cha askofu, sio kinywa cha mchungaji, lakini kinywa cha Bwana kimenena hayo. Na
na kama mimi na wewe sitaki kuangamia, lazima nitii wale ambao tumewaweka mbele yao. Bwana asifiwe. Kama nataka kuzivuna baraka, jamani wapendwa, watumishi wa Bwana na kanisa la Bwana, kama unataka kujisomea na kujivunia baraka, wewe watii wale ambao Bwana amewaweka mbele yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unataka hekima, tembea na mtumishi wa Mungu. Unataka utajiri, tembea na mtumishi wa Mungu. Unataka kuheshimiwa, tembea na mtumishi wa Mungu. Unataka kuinuka, tembea na mtumishi wa Mungu. Jizolea baraka. Wapendwa, jizolea baraka hapo. Sikilizeni niwaambie, mimi nimebarikiwa. Yaani sijafika huko ninakotaka kwenda. Yaani huko Mungu alikokusudia bado sijafika, niko njiani. Lakini nataka niwaambie mimi nimebarikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Nataka niwaambie kweli mimi nimebarikiwa. Lakini walionibariki ni watumishi wa Mungu. Hebu nisikie vizuri kwa ajili ya watumishi wa Bwana. Wakati fulani nikupe ushuhuda wa kweli. Nikasikia moyo wangu, mchungaji wangu ni kama uchumi wake ulikuwa ni imara, mimi nipo tu jinsi nilivyo. Lakini nikasikia moyo wangu, kwani mchungaji wangu anatembea kwa Mungu? Kwani mchungaji wangu anapigwa na Mungu? Kwani mchungaji wangu yuko hivi? Ngoja niwaambie, yaani mimi hapo unaponiona hapa, mimi kwa mchungaji wangu nilikuwa natoka bila yeye kujua, yaani bila yeye kujua. Kama shambani kwake linavuna usiku wa manane, anaamka asubuhi, anakuta mahindi yote yamejaa nje kwake, na adui alikuja saa ngapi, lakini organize na watu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwenye banda lake la ng'ombe, sio siku hizi ya mabanda yamesakafiwa, ilikuwa naenda nashika kile kinyesi cha ng'ombe na tafuta baraka. Jamani, Bwana asifiwe. Na najisikia vizuri nilipokuwa nashika kile, nasoma, napeleka shambani, nasikia furaha, nasikia baraka. Sitaki nione mtumishi wa Mungu anakaa au anaanza kushika matata. Na siku moja nikakutana naye jana, nimetoka sehemu, yuko amepigwa na vumbi, yaani uso ni habari nyingine kabisa. Na huyu anaenda kwenye kikao, nikasema Baba, hivi watu watasema huyu ni mchungaji au ni nani? Nikasikia moyoni mwangu kuanzia pale kwamba huyu anapaswa awe na usafiri. Alafu nikaorganize kile kitu, kikaja kwa nguvu ndani yangu. Nikaanza kutafuta watu, nikawaomba kwamba jamani, tumnunulie mchungaji angalau gari, jamani tufanye hivyo. Nikaenda kwa mchungaji nikamwambia natamani watoto kununulie gari, akaniambia bana. Akaniambia tufanye kitu kingine, lakini amani ya gari iache kwanza, maana ya kanisa ni baya. Lakini huku ndani nasikia kitu kinaniwaka. Nilipoorganize na watu, nikatafuta watu baadhi, Bwana akanipa watu. Bwana aliponipa watu, tulifanya harambee hii, yaani harambee moja tu. Jamani, Bwana asifiwe. Tukapata milioni 16 na hela. Wakati tunafanya harambee, maana kuna watu wanaitwa kanisani, baba mmoja akasimama akasema, mimi kwenye huu mradi sipo, kwa sababu kama tunafanyaga harambee kubwa tunapata milioni 3 tena ende na hadi ndani yake. Leo nasukutia habari ya milioni 13, akasema mimi najitoa. Akajitoa mbele ya watu, lakini moyoni wangu namwambia Bwana, na kusii nipatie heshima kwa mtumishi wako. Mtumishi wako apate usafiri. Mchungaji ananiangalia, ananinunia, lakini mwisho wa siku ile, siku moja tukapata milioni 16 na pointi. Jamani, Bwana asifiwe. Akaagiza gari lake japata. Gari linakuja
Yaani ndio nasherehekea kuliko watu wengine wote. Na najisikia fahari kubwa na najisikia vizuri ninapomwona mchungaji wangu tu anaendesha gari. Wapendwa, najisikia vizuri kwa namna ambayo sio ya kawaida. Ukiniuliza mimi baada wapi gari siwezi kukuambia. Lakini mimi nimebarikiwa na watumishi wa Bwana. Na Bwana asifiwe. Nimebarikiwa na watumishi wa Bwana. Hawa ndio walionibariki. Yule baba alinitamkia leo na kila siku nikikutana naye nikipata gari, ile gari la ajabu tu nikalipata. Mimi nikamshukuru Mungu, akaniambia mchungaji Ayubu, hili gari sio la kwako, kuna gari linakuja. Kweli nikaleta lingine, akaniambia sio la kwako, kuna gari linakuja. Na nilionao aliniambia sio hili, kuna gari linakuja. Na ninangojea hilo linalokuja wapendwa. Maana yake hapa wakitamka baraka zinakuja, wakijisikia vizuri tunabarikiwa wapendwa, wakijisikia vizuri tunafunguliwa, wakijisikia vizuri tunaponywa. Jamani, Bwana asifiwe. Wangapi wanataka kula mema? Hebu mpigie Yesu makofi. Kama unataka kula mema ya Mungu, watii watumishi. Watii watumishi wa Mungu. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini sio watii kwa sababu ni sheria. Lakini nafsi yako watii. Nafsi yako ibuke kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amewaweka mbele yetu kwa makusudi kabisa. Na karibia kumaliza. Naomba tulipe masikio yako hapa. Maana leo simekataa kwenda kwenye 8 nimekuja hapa. Na huu ni mwezi wa 8. Mwezi wa baraka ambazo sio za kawaida. Bwana asifiwe. Mwezi wa kubarikiwa kanisa la Bwana. Jamani, Bwana asifiwe mno. Mtu mtiifu anakula mema. Jamani, mtu mtiifu anakula mema. Narudia tena, mtu mtiifu anakula mema. Mimi ndio wakati ninapoongea, kuanzia leo kaanza kujipendekeza, maana utakuwa unajipendekeza. Yeye tu ndio ibada za kitangazo ndio kwanza. Maombi ya kitangazo ndio kwanza. Anajipitisha kwa mchungaji ili aonekane kwamba ni wewe. Lakini mimi naamini kuanzia leo kuna watu wataanza kujipitisha, sio kwa mchungaji, lakini mbele za Bwana kupitia agizo la mtumishi wa Bwana ambalo Bwana amempa. Na akiona mchungaji yuko kanisani, naomba Mungu bariki yule bwana. Mungu kutana na haja ya moyo wake. Akiona kwenye ibada, Mungu bariki yule ndugu. Mungu tendee mema. Bwana kutana na mzigo akiona. Wakati mwingine sio lazima tunamwambia mahitaji yako. Yeye akikuona hivi anajua huyu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Akikutazama tu bila kumwambia, yeye ameshapokea zile za Mungu. Ndio maana nashangaa sana. Yaani mtu anamdanganya mchungaji. Yaani hivi na kwaje unamdanganya mchungaji? Hivi unaanzia wapi? Yaani uko umekaa naye. Yaani wakati unamwambia iko hivi, yeye anajua kabisa kwamba iko hivi. Lakini kwa ule unyenyekevu ndio Mungu hapo. Sasa anakuitikia. Yeye anatembea na wewe katika ujinga wako. Lakini anafahamu kila kitu. Tanguliza kwa nini umefanya hivi? Mchungaji. Yeye ni kama anaongea. Mchungaji ni kile na kile. Mchungaji anaelewa. Yeye anazungumza na Mungu anampa taarifa. Jamani, Bwana asifiwe. Jipatie baraka. Jipatie mema. Jipatie mema kwa watumishi wa Bwana. Wapendwa, kuna mema. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna watu hawataki sadaka makanisa. Na akitoka anatoka kutimiza tu ule wajibu kwamba sadaka nikienda kanisani natoa tu sadaka. Bwana anataka ile sadaka baba.
hizi inaenda kwa sana tu. Hasa kwanza anashida gani ya kutolewa sadaka? Kwa mtu anacheki mpaka anatafuta zile 500. Sisi wale kuna jero kule. Lakini ukikuta mtu ambaye ametoa 500 ukamwangalia na huyo mtu ametoa 500 afadhali na hiyo 500. Lakini kile inapoitwa leo maisha yake ni kama hajapewa shida, lakini maisha yake ni shida. Baada anatoa kwa mwanadamu watoliko. Bwana tusaidie. Kuna watu hawatoi matoleo leo kwa sababu wao wanamtolea mwanadamu. Wanahisi wanamtolea mwanadamu. Lakini ndio maana nikasema, yaani nyinyi mnatembea mahali pa lazima mtembee. Yaani lazima mtembee kwa password. Jamani Bwana asifiwe. Lazima mtembee kwa password. Biblia inasema kuhani ambaye Mungu amemchagua hana mahali pa kula, atakula madhabahuni. Yaani lazima ana taasisi. Askofu nisamee bure. Yaani nisamee tu bure. Nisamee. Yaani anaambiwa atakula madhabahuni. Kiwe kidogo, kiwe kikubwa, lakini atakula madhabahuni. Kuna mtu atoe sadaka leo. Yaani nitoe sadaka mkurugenzi, yaani mkurugenzi mzima. Yaani achukue za taasisi, alafu paka na zile kweli na zile kidogo, mimi sikoi. Na sana sadaka na mtoto amekula nne. Wengine wanapenda kukaa kule nyuma, lakini sio ujekaa huko nyuma. Na wengine wanapenda kuchomekea huko katikati ya watu. Yaani katikati ya watu wakinyanyuka wakija kutoa sadaka, asionekane kwamba hajatoa sadaka. Kwa nini? Kwa sababu hii siwezi kumtajiri. Yaani mtu ni tajiri, alafu namtajirisha. Lakini Biblia imesema atakula madhabahuni, na kadri kiwango kile ambacho anapima, hicho ndicho ambacho Bwana atakupimia wewe. Jamani Bwana asifiwe. Jamani tutoe kwa Bwana na Bwana peke yake ili tuyavune mema upendo. Na kuna watu wamekosa kuvuna mema kwa sababu wao mtu mtiifu atakula mema, lakini mtu akikataa kutii ataangamizwa kwa upanga au kwa hasira. Na narudia tena, kama kuna vitu ambavyo mimi nao tunapaswa tujilinde na hasira ya Mungu. Jamani Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu kama akisema kitu haujakielewa, Bwana asifiwe. Narudia tena, mtumishi wa Mungu kama akisema kitu alafu haujakielewa, nyamaza kimya, mwambie mwenzako shona. Kadri ambavyo unaendelea kutulia, Roho Mtakatifu ataanza kukuambia kimoja baada ya kingine. Roho Mtakatifu ataanza kukuambia kimoja baada ya kingine, wapendwa. Jamani Bwana asifiwe. Utii unaleta baraka kwenye maisha, lakini kutokutii unaleta laana kwenye maisha. Mimi nataka leo upate baraka za Mungu kwenye maisha yako. Na narudia tena kwamba natamani ujivunie baraka kwenye maisha yako. Nataka nimalizie kwa kusema hivi. Mfanye kuhani ambaye Mungu amemweka mbele yako afurahi. Mfanye afurahi. Kuhani ambaye Mungu amemweka mbele yako mfanye afurahi. Usikubali akahuzunika kwa ajili yako. Usikubali akahuzunika kwa ajili yako. Yeye ni mjumbe wa Mungu. Jicho la Mungu linamwangalia. Jamani Bwana asifiwe. Na Mungu atupe neema kubwa kwamba tuyatii na tuwatii wale ambao wanatuongoza katika Bwana. Israeli walipoacha kutii, Mungu aliwafedhesha.
Israeli walipoacha kutii, Mungu aliwafedhesha. Na mimi ni maombi yangu kwamba Bwana asitufedheshe, lakini Bwana atubariki wapendwa. Jamani, Bwana atubariki kanisa la Bwana. Kama kuna mtu akuelewa kuelewa. Naambia tena, kama kuna mtu akuelewa wapendwa, ameelewa. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, kuna mtu amekafilika, lakini unaona ukitoka mbele watasema na wale uliokaa nao, unaona watasema kwamba umewageuka, lakini ni bora kuwageuka ukaja mbele za Bwana ukaupata msaada wa Bwana, ukapata baraka za Bwana. Nataka niombe, ninatoa tena muda mfupi kama kuna mwingine anakuja. Asante wewe unayeelewa, asante wewe unayeelekea. Na Bwana anasema wale wanaonyenyekesha ndio watakaowainua, lakini wale wenye kiburi, wale wenye kiburi hebu mwonyeshe Bwana kujutia jioni ya leo. Kuna mambo ulikuwa unayafanya, ulikuwa ujue hatari yake, ulikuwa ujue madhara yake, uliyafanya kama mwanadamu. Yesu akasema katika kitabu kile cha waraka wa Petro, kama watoto wa kutii, msijifananishe na mambo na tamaa za kidunia. Sisi ni watoto wa kutii wapendwa, sisi ni watoto wa kutii maagizo ya Bwana.
ili usiwe na baraka kwenye maisha yako. Lakini tuinue mikono yetu, tusarende mbele za Bwana. Wakati tutubu kwa ajili yetu wenyewe, tutubu kwa ajili ya watoto wetu, tutubu kwa ajili ya watu wa nyumbani kwetu, wale walioacha kutii. Tusimame mbele za Bwana kwa ajili ya toba, maana amesema iko watu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea, wataziacha njia zao Bwana kutubu, nitasikia, nitaleta uponyaji. Hebu tuseme, Bwana Yesu, ninasimama mbele zako, ninatubu kwa ajili ya makosa, ninatubu kwa ajili ya dhambi, ninatubu, niliacha kutii yale maagizo ambayo Bwana ulimwagiza mtumishi wako kwa ajili yangu. Niliacha kutii, nilienda njia yangu, nikaiacha njia yako, na ndio maana maisha yangu yamejawa na laana, yamejawa na mabaya. Leo hii Baba, ninageuka, ninatubu kwa ajili ya dhambi yangu, ninatubu kwa ajili ya familia yangu, ninatubu kwa ajili ya mume wangu, kwa ajili ya mke wangu, kwa ajili ya watoto wangu. Ninatubu Bwana, ninamaanisha ninatubu, ninakusiba, samehe dhambi, tuondolee hukumu hii, tuondolee hukumu hii, tuondolee hukumu hii, maana tumekuwa kituko, tumekuwa kituko, tumekuwa kituko. Ninakusiba, tuondolee hatia hii Yesu. Ninatubu, ninatubu kwa moyo wa kweli. Ninasimama mbele zako Jehova, kama mtumishi wako Jehova. Baba, ninatubu Bwana kwa ajili ya hatia ya kila mmoja Bwana Yesu. Ninatubu mbele zako, ninaungama Yesu. Wengine tumekukosea kwa kujua, wengine tumekosea kwa kiburi cha kibinadamu. Baba, ninatubu leo, tumekuwa kituko duniani, tumekuwa watu wa kupanda na kushuka, tumekuwa watu wasio na makao. Ninatubu kwa ajili ya mwanamke, ninatubu kwa ajili ya mwanaume, ninatubu kwa ajili ya uzao wa mwanamke. Yesu, ninakusamehe. Nakusamehe Baba. Umesema unakivunja kiburi cha mfalme. Yesu, ninakusihi Mwokozi mwema, tuondolee hukumu, tuondolee hukumu ambayo imesimama kwenye maisha. Ninakusihi ondoa hukumu ambayo imesimama kwenye uzao wa mwanamke Yesu. Nakusihi ukalete uponyaji sasa. Ninakusihi ukailete maisha yetu baraka ya Bwana. Ninakusihi baraka zilizoondoka kwa ajili ya hasira yako Baba, zikarudi. Baba, zikarudi. Baba, zikarudi. Mungu wa neema, ukailete maisha yetu baraka, ukailete maisha ya watu wako baraka. Mungu wa neema, ukatupe mwanzo mpya, mwanzo wa kutii. Mungu wa neema, ili tukaone baraka kwenye maisha yetu, ili tukaone uponyaji kwenye maisha yetu,
ili tukaone utele kwenye maisha yetu, ili tukaone uhai kwenye maisha yetu, ili tukaone ushindi kwenye maisha yetu Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana kwa ajili ya msamaha. Asante kwa sababu umesikia. Yesu, tunapokuja wewe unasema hata kama dhambi imekuwa nyekundu utatusafisha Mungu wa neema. Ninakusihi kwa ajili ya kanisa, Bwana unipe mwanzo mpya, Bwana utupe mwanzo mpya, Bwana utupe kutembea katika maagizo, Bwana utupe kuwapa heshima wale uliowaweka mbele yetu. Bwana, haijalishi ni wadogo, haijalishi ni wakubwa, lakini Bwana tupe neema ya kuwaheshimu. Ninakushukuru Mungu wa neema, ninakutukuza Bwana wa Bwana, na ninakusihi kuanzia sasa Bwana ukaniletee kanisa la baraka, Bwana ukamletee mtu aliyetubu baraka, Bwana ukaniletee maisha yake baraka, na yule ambaye bado hajatubu na ndani yake kuna hatia, Baba upe kutafakari, Bwana upe kutafakari, upe kutafakari, upe kutafakari, upe kutafakari Baba, ukiondoa kiburi cha kibinadamu katika jina la Yesu. Nibariki kanisa, bariki mtumishi wako askofu Bwana, wabariki viongozi wote wa kanisa Mungu, wabariki wanawake na wanaume, wabariki vijana wa kike na wa kiume, wabariki na watoto Mungu wa neema. Ninakusihi kanisa hili likabarikiwe kwa baraka zote za rohoni na zile za mwilini, katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Bwana nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Jamani, amen. Jamani, amen. Hebu pigie tena Yesu makofi mengi sana. Naomba ukae karibu. Nataka niseme hivi, siombi kwa ajili ya wagonjwa, wala siombi kwa ajili ya mahitaji kabisa, siombi kabisa, na nimeambiwa nisiombe, na mimi siwezi nikavuka mpaka hapa, lakini nimeambiwa kwa utii. Kuna mtu anatembea na kitu kibaya, lakini kwa kuna kitu kimoja tu aliacha kutii. Hebu tii, uponyaji wa Mungu uko kwenye maisha yako. Baraka za Bwana ziko kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna baraka zinakutafuta wewe, ndio unazikataa. Kuanzia leo anza kutii. Utaona uzima unaingia kwenye afya yako. Utaona baraka zinaingia kwenye maisha yako. Kwa hiyo niseme Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na Mungu akapokea na kuwatendea. Asante sana askofu. Asante sana watu wa Mungu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa sababu ya semina kwa naye kwa siku 3. Nimegundua kwamba watu tuna uhitaji wa neno la Mungu. Haleluya. Basi Mungu atupe neema tuwe na semina za mara kwa mara, na wakati mwingine kabla ya mwaka tutakuja tuna semina sasa ya neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Tutakuja na semina nyingine ya neno la Mungu. Haleluya. Kwa masomo mengine haya ambayo tumeyapata juzi na jana, yakawe chakula chetu cha kudumu, ikawe mbegu itakayoota kwenye maisha yetu. Haleluya. Nichukue nafasi hii kushukuru sana mchungaji. Mungu akubariki. Najua tumepona wengi, kwa hiyo Mungu akubariki sana. Wakati huu kabla sijamkaribisha kiongozi wa ibada, nitangaza ya kesho. Ibada tutaanza saa 3:30 kama tulivyosema. Ni siku ya furaha, uvae upendeze, uje umshukuru Mungu na tushangilie Mungu pamoja. Haleluya. Sitamani kuona kesho mtu mnyonge.
Sitamani kuona mtu amekuja akiwa, natamani tuwe na furaha ya Mungu ambaye ametupa miaka 5 ya kusimama na madhabahu. Peke yangu mimi ninamshukuru Mungu sana, labda nitaongea kesho, lakini ninamshukuru Mungu sana kwa miaka 5 ya huduma ambayo Bwana amenipa. Basi tushirikiane pamoja kufurahi siku hiyo ya kesho.